بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله، والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. Katika imani wal Islam, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu pendwa hichi kiitwacho Madarijul Ula, sharhi ya Tabarakatul Ula, kitabu cha al-Imam Abil Mubarak Hasan bin Umair Ash-Shirazi. Basi leo tupo katika ukurasa nambari 26, ubeti wa 13, na kusema ya kwamba wa fi man lam nuahiluhu bifalsin wa qimatu habbatin qabla al-mamati. Wa fi man, na hiyo mali ambayo kwamba itakayogawiwa kwa watoto wa kiume na wa kike, si wao tu peke yao kuwa ndio watakaopewa wao, watu wengine hawatapewa. Kwa sababu beti ambayo tumeipita huku nyuma ilikuwa ikisema kuwa wama huznahu min hillin wa hirmin, maana kile ambacho tumekikusanya kwa njia ya halali na kwa njia ya haramu, yuwazza'u fil banina wa fil banati, itagawiwa hicho kwa watoto wa kiume na kwa watoto wa kike. Kwa hiyo mtu isije kampelekea kuwa hao watoto wake wa kiume tu au hao watoto wake wa kike tu au watoto wake mchanganyiko wa kike na wa kiume tu ndio ambao watakaopata mali kama ile. Sio hao tu. Wafi man, na kwa yule ambaye kwamba lam nuahiluhu, hatukumjalia kuwa yeye ni mrithi, bimaana na huyo pia naye atapewa. Wafi man, na kwa yule ambaye kwamba lam nuahiluhu, hatukumfanya kuwa yeye ni ahali wa kurithi, bifalsin, kwa kutokana na falsi, bifalsin, japo kwa kupata filsi, bifalsin, japo kwa kupata falsi. Falsi ni pesa hizi ambazo hutengenezwa kwa kupitia shaba zama hizo. Watu walikuwa wakizitumia pesa kama hizi kwa ajili ya kufanya exchange, kama wanavyoona ile barter trade, repurpose exchange, good for good. Kwa hiyo sasa watu walikuwa wakitumia pesa kama hizi kwa ajili ya kufanyia biashara ama vipi zama hizo. Lakini kwa zama hizi zetu ambazo tulizonao, tukasema kama ni senti, zile senti, kwa sababu tushatoka kwenye utumiaji wa senti, sasa hivi tupo kwenye utumiaji wa shilingi Tanzania. Kwa hiyo sasa wafiman, na kwa yule ambaye, bimaana hiyo mali ambayo umeipata kwa njia ya uhalali na uharamu, pia vile vile atapewa yule ambaye lam nuahiluhu, hatukumfanya yeye kuwa ni ahali wa kurithi. Lam nuahiluhu, hatukumfanya yeye kuwa ni ahali wa kurithi, bifalsi, ingawa kwa kupata senti, ingawa kwa kupata senti, sio senti hivyo, senti mshaelewa. Bifalsin, ingawa kwa kupata nini? Kwa kupata senti. Yani tumemfanya huyu kwenye urithi wetu hata senti hapati, sio shilingi 100 tu, hata senti pia hapati. Basi huyo naye, huyo pia naye atakuja kupata hiyo mali. Lakini kwenye uhai wako lau kama ungeambiwa umpe, wala usingempa kama kwa sababu ya ubahili. Kwa hiyo falsi hiyo ni miongoni mwa pesa ambazo watu walikuwa wakitumia. Ndio nakumbuka al-Imam Shafi radhiyallahu anhu wa arda, alikuwa ana maneno yake akisema, sema alayya thiyabun, nina mimi nguo, lau yubau jami'uha bifalsi, lau kama nguo hizo zitauzwa zote kwa falsi, kwa senti hiyo, asema lakana alfilsu minhuma akthara, basi ingelikuwa hiyo filsi kutokana na hizo nguo mbili ambazo ninazo, filsi ingelikuwa ina thamani zaidi kuliko hizo nguo mbili, maana yake nguo zenyewe ndio hizo hizo hohehahe. Imam Shafi asema maneno kama hayo. Wama adraka man Imam Shafi, kitu gani kitakachokujulisha kwa Imam Shafi ni nani? Ni mtu mkubwa kweli kweli. Asema almar'u bimaana la bimabna, mtu bwana huonekana mtu kwa sababu ya kile alichonacho, si kwa ule uvaji wake. Unaweza kumuona mtu wa kawaida lakini kumbe ana maalumati mengi kabisa. Kwa hiyo shahidi ni kwamba falsi ni miongoni mwa pesa ambazo zilikuwa zikitumika katika zama zile ambazo zilizopita, zama za Iron Age, zama za mawe. Anasema wa qimatu habbati, na pia vile vile thamani ya punje, lam nuahiluhu, hatukumfanya huyo mtu kuwa ni ahali wa kurithi bifalsi, ingawa kwa kupata filsi. Wa qimatu habbati,
na thamani ya nini? Na thamani ya punje. Yani pia tulimfanya mtu kama huyu kuwa yani hana hata thamani ya punje wala hafanani na thamani ya punje. Yani hata kama punje kuweza kurithi pia hatuipata huko, lakini mwisho wa siku naye pia atapata kabla al-mamati, kabla ya kufa, naye pia atapata kabla ya kufa. Mambo hayo chini hapo anasema ya kwamba wayuwazza'u, na itagawiwa, maana hiyo mali fi man ay ala man, juu ya yule ambaye lam nuahiluhu ay lam naj'aluhu waritha, hatukumfanya yeye kuwa ni ahli wa kurithi, wala ahlan lilirth, na wala hana ule uhalisia wa kurithi, pia naye atapata. Aliposema bifalsin ay qit'ati nuhasi, qit'ati nuhasi ni kipande cha shaba hicho, yutaamalu biha, hufanywa senti, hutumika kwa kipande kama hicho. Yutaamalu, hutumiwa, biha, kwa kupitia hiyo falsi, min sunuti wa ghairiha, kutokamana na senti, min sunuti, kutokamana na senti, wa ghairiha, na isiyo kuwa senti. Yani maana ni kitu ambacho kinachotumiwa na wanadamu, lakini nimesema katika zama ambazo zimepita huko nyuma. Kwa hiyo ilikuwa ikitumika hiyo ima kwa kununua kitu au kwa kulipa kitu au vipi, inayotokamana na senti au kitu chengine. Wala qimatu ay thamanu, na wala hana thamani, habati, ya punje, min burrin, kutokamana na ngano, au uruzin, au mchele. Walau qaddarna anna laha qimatu, lau kama tukaikadiria hiyo habba, hiyo punje, lau qaddarna, lau kama tukikadiria, anna laha, kuwa ina hiyo punje, qimatu, thamani, kabla almamati ay almauti, kabla ya kufa. Wa huwa, na huko kufa, mufaraqatu ruhi min aljasadi, ni kuachana roho na mwili, kama huwa mushahadu, kama jambo hilo linavyoshuhudiwa, fi dawawini, katika madaftari, alhukumati, ya hukumu, min alkharaji, kutokamana na nini? Na kharaji, manake mapato, au waweza ukasema kodi, wa ujrati dalali, na ujira wa nini? Wa wale madalali, wale madalali wale wasimamizi wale pia nao hulipwa. Yani maana yake hapa ni kwamba wale ambao si ahali wa kuweza kurithi, basi nao hao watapata kwa kupitia hiyo mali yako ambayo ulioichuma, kama alivyowataja hapo. Mfano wale ambao ni wanaokusanya kodi, TRA mathalan, unaweza ukasema hivyo, wale kihalisia si warithi, lakini kwa sababu waishi katika nchi ambayo ndani yake hulazimika wewe kulipa kodi, basi ujue utailipa tu bila shida yoyote. Na ukileta mtihani, ukileta ubishi, mwisho wa siku itachukuliwa kinguvu, ima utaweza kukosa kabisa kitu umekihangaikia kwa tabu, lakini mwisho wa siku kinakuja kutoka kwa njia rahisi tu. Pia vile vile wa ujrati dalali, na malipo ya wale madalali. Mathalan ulikuwa una jambo lako wewe, mwisho wa siku lahitaji udalali ili mradi liweze kusonga mbele au liweze kufanyaje, nao pia hao itabidi uwalipe kwenye mali yako. Kwa hiyo mali umeihangaikia kwa tabu, lakini mwisho wa siku kuna hawa wengine ambao wala hawastahiki kukurithi, lakini pia nao watapata katika hiyo mali yako. Wa min nihabi, na kutokamana na wale wenye kupora, haulai nahibina, hawa waporaji. Bimaana hiyo mali yako mwisho wa siku kabla haijagawiwa, katika wale ambao wenye kupora mali, mwisho wa siku pia nao watachukua. Wa min nihabi, na kutokamana na kuporwa au kupora, haulai nahibina, hawa waporaji, min tarikatil mauta, kutokamana na kile alichokiacha yule mfu. Kuna wengine nao mtu akifa tu basi wakimbilia kwenye mali huko, hata wao si warithi kabisa, lakini mwisho wa siku nao pia upata mali kama ile. Alladhina, wale ambao yazumuna, wanadai, annahum, hakika wao, humul warathatun, huwa wao ni warithi. Kadhiban, ni urongo huo. Warubama, na huenda, yaakhudhu dalalu, akachukua yule dalali, min tarikatil maiti, kutokana na kile ambacho maiti amekiacha. Akachukua vipi? Akthara, kingi zaidi, mimma yarithuhu alwarathatu, kuliko kile ambacho anachokirithi yule mwenye kurithi. Dalali yule mwenye kuendesha kesi yule, ima yule dalali yule ambaye mwenye kusimamia urithi yule, aweza mwisho wa siku akachukua kitu kingi, akachukua mali nyingi kuliko ile ambayo atakayoirithi wapi? Wale warithi wa kihakika. Kwa hiyo mali ndio inaenda hivi. Hata wale ambao hukuwafanya kuwa ni warithi wa kurithi wewe, lakini mwisho wa siku pia nao wanachukua katika mali kama hiyo. Asema li annahu, kwa sababu huyo dalali, yaakhudhu, huchukua, min asli tarika, msingi wa kile ambacho kimefanyaje, kimeachwa.
Alhukumati, kama mfano serikali ina pato lake hapo, wa arbabi duyuni, na watu wenye madeni pia wana pato lao hapo kwenye hiyo mali yako. Fala yarithu warithun, harithi mwenye kurithi yoyote yule, illa baada akhadhi alkharaji, isipokuwa baada ya kuchukuliwa yale mapato au kodi, wa ujrati dalali, na malipo, baada ya kutolewa malipo ya yule dalali ambaye anayesimamia urithi kama ule. Anasema hadha ahadu afati aljami, hadha, namna hii, ahadu afati, ni moja kati ya maafa aljami, ya kukusanya mali, ni miongoni mwa maafa makubwa. Maana yake kile kilichokusanya mwisho wa siku watageiwa watu ambao wala hawastahiki, maskini. Wa min afatihi, na miongoni mwa maafa yake, ashuhu bihi, kufanya ubakhili kwenye mali kama hiyo. Wa min afatihi, na miongoni mwa maafa yake huko kukusanya, ashuhu, mtu kufanya uchoyo bihi, kwa hiyo mali. Ukisikia shuhu na albukhli maana ni sawa, lakini sasa ikiwa zimekutana sehemu moja, shuhu utasema ni uchoyo wa ile nafsi yako kuweza kutoa ile mali, na albukhli ni ule ubakhili ule, lakini yote kwa maana moja. Nasema wa min afati, na miongoni mwa maafa ya kukusanya mali, ashuhu, ni mtu kuwa mbakhili bihi, kwa kupitia hiyo mali. Walbukhul, na pia vile vile kuwa mbakhili, tunasema hapo tafsiri. Watughyani, na pia vile vile kupituka mipaka, ni miongoni mwa maafa ya kukusanya mali. Sio kukusanya mali nyingi alafu mwisho wa siku yakupelekea wewe kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walghururu bihi, na kudanganyika kwa kupitia mali kama hiyo. Walghururu, na kudanganyika bihi, kwa kupitia hiyo mali. Wa infaqu, na kuitoa hiyo mali, fil fusuqi wal fujuri, katika njia za ufasiki na uovu, wal batil, na njia za batili, wazuri, na njia za uongo, pia ni miongoni mwa maafa ya kukusanya mali. Falaysa almalu sharran lidhatihi, mali yenyewe kama yenyewe sio mtihani kwa dhati yake, bal sharruhu, bali mtihani wake, shari yake, fima dhakarna, vile ambavyo tumetaja anifa hivi punde. Yani manake mali kama mali yenyewe wala sio shari wala sio mtihani, ila mtihani ni kule kuweza kuitumia mali kama hiyo katika zile njia ambazo sizo, huo ndio utakuwa mtihani. Walaisa khairan lidhati, na wala haikuwa mali ni bora yenyewe, bal khairuhu, bali ubora wake mali, fi istighnai, ni kujitosheleza, bali ubora wake mali, fi istighnai, upo katika kujitosheleza, alinnasi, kuachana na watu. Yani ukiwa na mali yako mwenyewe, basi mwisho wa siku utakuwa wajitegemea wewe mwenyewe, huna mpango na kumhasi mtu, sijui kwenda kumpora mtu. Kwa maana kupitia ile mali yako itakuwa mwisho wa siku una uwezo wa kufanya jambo lako zuri mwenyewe, ukatoa sadaka hivi hivi na namna nyingine. Wal infaqi, na pia vile vile kuitoa hiyo mali ala al-iyali, juu ya familia, watoto, pia ni katika miongoni mwa mambo bora ya kuwa na mali. Wa musaadati al-ba'is, na kumsaidia mwenye shida, al-muhtaji, yule ambaye ana uhitaji. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu amesema, inna Allah, kama Mwenyezi Mungu, yuhibbu al-abda, humpenda mja, yattakhidhu al-mihnata, mja ambaye mwenye kujitafutia kazi, liyastaghnia biha, ili aweze kujitoshelezea kwa kupitia kazi kama hiyo, aninasi, kutokamana na kuomba watu. Mungu mja kama huyo anampenda. Kwa maana takiwa watu tusikae tu hivi hivi, mara simu mjomba, na shida hii na shida. Tafuta kazi, ili mradi mwisho wa siku uwe unautoa ule udhalili wa kuweza kila saa kuwapigia simu watu, kuombaomba watu, bwana nisaidie hivi nisaidie vile. Sababu mwanadamu ana kaida moja, kila akiombwa basi mwisho tena atakwambia mwenyewe, bwana kaka, ukiwa na shida wewe ni cheki tu, kaka ukiwa na hivi wewe nitafute. Lakini mwisho wa siku mwanadamu jinsi alivyo, kadri anavyoombwa, basi yeye ndio kuchukia, huyo naye kazidi, kila siku ni kuomba tu. Kwa hiyo sasa Mwenyezi Mungu anampenda mja yule ambaye anayejitafutia kazi, anayetafuta kazi ili mradi aweze kujitosheleza kwa kazi kama ile, kutokamana na kuwaomba watu. Kwa hiyo huyo ni mja ambaye anayependeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fal ikhtizanu bil mali salih, basi kuweka akiba, fal ikhtizanu, basi kuweka akiba bil mali salih, kwa mali nzuri, madama al muhtazinu, madamu yule mwenye kuweka akiba, salihan, ni mwema, laisa bimadhumumi, hilo sio jambo lenye kusemwa vibaya, ni jambo zuri kuweka akiba, madhali yule ambaye mwenye kuweka akiba ni mtu mwema kupitia mali yake, sio jambo baya. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ni'mal malu salihu lirajulin salih, bora ya mali nzuri ni kwa yule mtu mwema. Ni'mal malu salih, bora ya mali nzuri lirajulin salih, ni kwa yule mtu mwema. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa amma aljidaru, na amma ule ukuta ule, fakana lighulamaini,
ulikuwa ni wa watoto wawili yatimaini mayatima fil Madina, kwenye ule mji. Wakana tahtahu, na kulikuwa chini ya ukuta kama ule, kanzul lahuma, kulikuwa kuna hazina yao, kulikuwa kuna hakiba yao. Wakana abuhuma salih, na baba yao hawa watoto wawili walikuwa ni wema. Wakana abuhuma, na walikuwa wale wazazi wao saliha, ni wema. Fa arada rabbuka, basi akataka Mola wako, an yablugha ashuddahuma, hawa watoto wawili wafikie ukubwani, an yablugha, kufikilia ashuddahuma, ukubwani, wayastakhrija kanzahuma, na watoe ile hazina yao, rahmatan, hali ya kuwa ni rahma hiyo, min rabbika, kutoka kwa Mola wako, wama fa'altuhu an amri, na wala hili jambo sikulifanya kutokamana na mapendeleo ya nafsi yangu, kutokamana na amri yangu. Manake nini? Manake katolea mfano wa aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayopatikana katika surati Al-Kahfi. Manake wale wazee wa hawa watoto wawili walikuwa ni watoto wema, na wale wazee wao walikuwa ni wema. Kwa hiyo mwisho wa siku wakaeka hakiba kwa ajili ya hawa watoto wao, kama alivyosema huku juu, fal ikhtizanu bil mali salih, kuweka hakiba kwa kupitia mali nzuri, maadama almuhtazinu, maadamu yule ambaye mwenye kuweka hakiba salih ni mtu mwema, laisa si jambo baya, laisa bimadhumumi. Kwa hiyo hawa watoto wawili ambao walihifadhiwa mali kama ile, kwanza ile mali ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni mali safi, imepatikana kwa njia nzuri, na wazazi wao watoto kama hawa walikuwa ni wema, walikuwa ni wazuri, na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akawabariki hawa watoto wawili, wale wazazi waliofariki, akawabariki watoto wema nao pia wawili wazuri. Kwa hiyo watoto kama hawa wakawawekea hakiba ya mali, ili mradi watakapokuwa watu wazima waitumie mali hii, wasaidie katika maisha yao, na maadamu walikuwa ni wema watoto kama hawa, basi mali ile wataitumia kwa njia nzuri. Kwa hiyo kuweka mali hakiba, maadamu yule mwenye kuweka hakiba ni mtu mwema, na huyu pia anayekewa hakiba ni mtu mwema, jambo hilo si jambo lenye kutajwa, bimaana si jambo ambalo lenye kusema vibaya, jambo zuri, na hutakiwa kabisa mtu kufanya hivyo, kwa sababu kuwaacha watoto wako hali ya kuwa ni matajiri mathalan, jambo hili ni bora kuliko kuwaacha watoto hali ya kuwa ni mafukara, wakiwaombaomba watu, wakiwanyoshea nini mikono watu, kama alivyosema katika mafuhumu ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema wa innama, na hapana jenginelo, yuzahidu nadhimu, anampa zuhudi, an-nadhimu, huyu mtunzi, akhahu, anampa zuhudi ndugu yake, fil ithari hirsa, katika kutanguliza pupa. Yani kana kwamba anamwambia kuwa bwana, wewe achana na kuwa na pupa, usitangulize dunia yako. Ina maana hapana jenginelo, yuzahidu nadhimu akhahu, anampa zuhudi huyu mtunzi au huyu mtungaji, akhahu, ndugu yake, fil itharati hirsa, katika kuitanguliza pupa, ala dunia, dhidi ya huu ulimwengu, kaannahu la yamutu, kana kwamba yeye hatokufa. Fal insanu, basi mwanadamu, la ghayata lahu, hana ukomo yeye. Fal insanu, mwanadamu, la ghayata, hana ukomo, hana mwisho. Bimaana atakapopata kile kitu aseme mimi hapa basi. Yani mtu akitafuta akiwa na shida 2000 mathalan, akipata ile 2000 sio atasema hapa basi bwana sitaki tena, bali atataka nyingine 3000, atataka nyingine 4000. Yani mwanadamu hana ukomo katika kutafuta, katika kupata. Yaqulu fiha, anasema ndani yake huyo mwanadamu, hasbi, nimetosheka mimi, usema hivyo, hapa basi nikipata tu ile ninio basi, lakini akipata bado hatosheki. Anasema walhazimu, na mtu mwerevu, mtu mkomavu, walhazim, na mwerevu, man yule ambaye yaakhudhu minad dunya kifayata, yaakhudhu minad dunya kifayata, huchukua katika ule ulimwengu wake kile ambacho kinachomtosheleza yeye, li ajli listi'anati, kwa ajili ya kutaka msaada, ala dini, juu ya dini. Mtu mwerevu ni yule ambaye anayechukua kile kitu ambacho, maana anaitafuta katika ulimwengu wake kile kitu ambacho kitakachomsaidia tu kwenye uhai, kitakachomsaidia tu kwenye haya maisha, kwenye siku yake, yani wala hatafuti kilichozidi zaidi ya hapo, kwa sababu ukitafuta zaidi ya hapo, kulingamana na mwanadamu jinsi alivyoumbwa, basi atakuwa na tamaa ya kutaka kuzidi kuishi, na ikiwa kama atakuwa na tamaa ya kutaka kuzidi kuishi, huyu hatojiweka kikamilifu kwa ajili ya kuitafuta akhera yake. Hiyo tupo hapo, Kwa hiyo mwanadamu bwana huyu mwisho wa siku hatosheki, fala yamla'u fama ibnu adama illa turabu, mdomo wa mwanadamu hauwezi kutosheka isipokuwa utakuja kutosheka na udongo peke yake. Yani maana yake ukizikwa hapo ndo mambo yote yamekwisha hapo, lakini maadamu watembea wenda huku na kule, mwanadamu hawezi kutosheka. Ya la fa qalbi ala shay'ain law wujida lakuntu hina idhin min a'zami al-bashari kafafa 'aishi yuqi an dhulli mas'alatin wa khidmati al-ilmi hatta intahi umri, kama alivyosema mshairi hapo.
Asema qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam amesema, ala lilistiftahi alkalam, ala jueni, fahamuni, tambueni, eleweni, ayuha nasu, enyi watu, ajmilu fi talabi, fanyeni vizuri katika kutafuta. Fa inna, mambo yalivyo, laisa liabdin, hakuna mja yoyote, illa ma kutiba lahu, isipokuwa atapata kile ambacho alichoandikiwa kukipata. Walan yadhhaba abdun, na wala hataondoka mja, minad dunya, kutoka kwenye ulimwengu, hatta yaatiahu, mpaka kimjilie yeye, ma kutiba lahu, kile ambacho alichofaradhiwa, bimaana kile ambacho alichoandikiwa na Mola wake, minad dunya, kutoka kwenye dunia yake. Wahia, na hicho kitu, raghimatun, wahia raghimatun, bimaana kitu kama hicho hata kama atakipata kwa tabu, hata kama kitakuwa kina uzito kumfikia yeye, lakini mwisho wa siku itamfikia. Raghima, raghima kama alivyosema kule Mtume, raghima anfu mri'in, imeumia pua ya mtu, man adraka ramadhana falam yughfar lahu, ambaye kadirika Ramadhani alafu mwisho wa siku asisamehewe, kala hasara huo. Kwa hiyo raghima maana yake hata kama hicho kitu atakipata kwa maumivu, kwa jitihada kubwa, lakini mwisho wa siku kile ambacho alichofaradhiwa, alichoandikiwa na Mwenyezi Mungu kimfikie, kitamfikia hicho hicho. Wa fi riwayati ukhra, na katika riwaya nyingine, wala yahmilannakum, na wala kusikupelekeeni nyinyi, istibta'u rizqi, kule kuchelewa riziki, riziki kuchelewa kumfikia mtu, ala an tatlubu shay'an, kutokamana kutafuta kitu, min fadlillahi, katika fadla za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bimaasiyatillah, kumaasi Mwenyezi Mungu mtukufu. Maana yake kusikumpelekea mtu kule kukosa, yani bimaana zile riziki zake zinamjia, lakini zinamjia kwa uchache, au mpaka apate tabu kubwa, mwisho wa siku ndio apate riziki. Sasa kusije kukupelekeeni huku kuenda kufanya maasi, bimaana hakuna maisha ya shortcut. Mtu utamkuta kabisa anajipanga, sema mimi bwana, nikiingia usiku mmoja kwenye lile duka nikivunja pale, mimi bwana, maisha tayari nishafaulu. Yani mtu atakafanya shortcut za kupata utajiri, za kupata mali, maisha ya shortcut sio. Shortcut imewagharimu watu wengi katika ulimwengu kama huu. Kwa hiyo mtu isije ikampelekea kule kuchelewa riziki kuwa ni nzito kwake yeye, kuanza kuzitafuta hizo katika njia za haramu. Sema fa inna, mambo yalivyo, la yunala ma inda Allah, hakipatikani kile au yale ambayo yaliyopo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, illa bi ta'a, isipokuwa kwa kufanya ta'a. Kwa hiyo ukifanya ta'a ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata maamrisho na kuachana makatazo, basi ujue kwa kufanya vile ndio itakupelekea zile riziki zako kuwa ni miongoni mwa riziki ambazo zinazopatikanwa kwa wepesi. Qala shairu, amesema mshairi, idha iftakharta ila dhakhairi lam tajid dhukuran yakunu kasalihil a'mali. Idha iftakharta, pindi ukitaka kujifakharisha wewe, idha iftakharta, pindi ukitaka kujifakharisha wewe, ila dhakhairi, kwenye hakiba, falam tajid dhukuran, basi hutopata hakiba ambayo kwamba yakunu salihin, itakayokuwa ni njema hakiba kama hiyo, yakunu, itakayokuwa ni nzuri hakiba kama hiyo, kasalihil a'mali, kasalihil a'mali, kama amali nzuri. Yani manake ukitaka kujifakharisha kwa kutaka kuweka hakiba ambayo ni bora zaidi, basi hakiba hiyo si mali, bali hakiba ambayo itakayokupelekea wewe upate fahari ni kufanya matendo mazuri ambayo yatakayokwenda kukusaidia huko kesho, siku ya Kiyama. Walamma kanat ad-dunya, zama ilipokuwa dunia, daral intiqali, ni nyumba ya kuondoka, wanasu, na watu, muathiruha, ni wenye kuitanguliza hiyo dunia, ala al-akhirah, kuliko akhirah, allati, ambayo hiya khairun min al-ula, hiyo akhirah ni bora kuliko ulimwengu. Arada, basi alikusudia musannifu, an yunabbiha akhahu, kumzindua ndugu yake, ala ahwali allati, juu ya hali ambazo kwamba taudu ilayhi, zitamrejea yeye, ba'da intiqali, baada ya kugura, baada ya kuondoka, min ad-dunya, kutoka kwenye ulimwengu, ila al-akhirah, kuelekea akhirah. Faqala, watansana al-ahibbatu ba'da 10 waqad sirna 'idhaman baliyati, kaannana lam nu'ashiruhum biwuddin wa lam yaku fihim khillun mawati. Wallahu a'la wa a'lam. Mungu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kujalia min alladhina yastami'una alqawla ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك. في جامعة صاحب الإحسان والكرم